Neno la Mungu asubuhi ya leo. Mithali sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na kwa mashinikizo yako yatakapofurika divai mpya. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni mwanzo wa wiki, ni siku ya kufanya kazi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi ya uhai. Shukuru Mungu kwa sababu ametupa neema, upendeleo ya kuendelea kuishi siku hii. Leo Mungu wetu anasema na sisi kwa habari ya fedha, kwa habari ya kupata mali, kwa habari ya kumiliki utajiri. Na siri pekee ambayo Mungu ameiweka wazi kuhusu utajiri wake ni kumtolea yeye. Na kumtolea kwake anaweka wazi, unatakiwa utoe malimbuko, lakini pia na sadaka zingine zote, ili ghala lake liwe kwanza lina chakula, na ndipo lako litakapojaa. Formula ya Mungu kuhusiana na utajiri na formula ya Mungu kuhusiana na kuwapa watu utajiri ni rahisi sana. Hakikisha tu katika kila ambacho unakipata katika mapato yako, basi unamkumbuka yeye. Kwa kuwa wapo ambao wao wanafanya kazi madhabahuni kwake usiku na mchana, kila siku Jumatatu mpaka Jumatatu, kuhakikisha kwamba wewe mtumishi wa Mungu unapata huduma kupitia maombi ili ufanikiwe. Lakini pia wapo wengine ni wahitaji, wanahitaji hata kuyapata makombo ambayo wewe umetupa jana, ili wao waweze kuishi leo. Kwa unavyokuwa umepata chochote, basi jitahidi kuwakumbuka watu hao. Kwa mfano, tembelea watoto yatima vituo vyao, toa kitu pale. Wajane, toa kitu pale. Hiyo ni sadaka iliyo bora sana, na ni sadaka ambayo itafanya ghala zako zijae, mfuko wako ufunguke na uwe tajiri sana.